Bwana Yesu asifiwe. I want to introduce to you mchungaji wetu wa leo, mchungaji Joseph Gashwe. Ni mmoja wetu wa kanisa letu na amelelewa hapa kwetu. Kwa hivyo he has come to give back what he took from us. Tusimame tuombe pamoja na yeye. Baba Mwenyezi, tu mbele yako tena wakati huu tukiwa na shukrani mioyoni mwetu, kwa sababu ilikupendeza ukatuita eneo hili tuwe watenda kazi pamoja nawe. Siku ya leo ni mpango wako, ikakupendeza, ukaona yastahili tuwe tunakusanyika kama familia ya Thogoto. Huu ni mwaka wa pili tukiwa tunafanya kitendo hiki, na hakika wakati tumekuomba umetusikia, na ndiyo hata siku ya leo tuko mahali hapa kwa ajili ya kusema ni asanti, pia kusikia kutoka kwako na kukupatia mahitaji yetu, na tuna hakika utasikia, utatutendea. Wakati huu tunaye mtumishi ambaye umetutumia Joseph, tunampatiana kwako ili umtumie yeye, unene kumpitia yeye. Tunaomba utusaidie ili kila mmoja wetu tunaposikia sauti yako ya upendo, sauti ya tuambia hii ndio njia na tuje tuipitie, mfalme wa ajabu, tutende hivyo. Mahali ambako unataka kutukosoa, fanya hivyo. Mahali ambako unataka kuturekebisha, ufanye hivyo. Hata mahali ambako unataka kutuambia sawa, ufanye hivyo. Tuko tayari kukusikia kwa muda ambao utamtumia. Sisi twatulia ili tupate kutoka kwako. Mtumie kama chombo, ni kwa ajili yetu, tuko tayari kupokea. Ombi la imani katika jina safi la mwanao mpendwa Yesu Kristo tumeomba na kutoa shukurani. Amen. Makofi ya Mungu, makofi ya Joseph. Thank you so much. Thank you. Bwana asifiwe. Nashukuru sana kwa sababu ya mwaliko huu, na pia niseme ya kwamba namtukuza Bwana kwa sababu ya kazi hii nzuri ambayo mnafanya kama community ya Thirime. Hili si jambo linafanyika kila wakati, na kwa hivyo Bwana wabariki sana kwa sababu ya kuunganisha community hii katika umoja, katika imani moja, ya kuweza kuungana pamoja kumshukuru Mungu pamoja. Na vile Waefeso 4 inasema tujikaze na tujikakamue kudumisha umoja wa roho katika kukaa katika umoja na amani. Endeavor to keep the unity of the spirit by the bond of peace. Na Bwana endelee kupanua kazi hii kwa watumishi wa Mungu ambao wamepanga na community ambayo imeomba, na tutaendelea kuomba pamoja ya kwamba kazi hii sambae kote kote katika taifa letu. Tuendelee kushikana pamoja kwa kumuita Mungu wetu kwa pamoja. Nitasoma mistari 5 katika kitabu cha Ruth. Najua tuna theme yetu, tutashikanisha pamoja. Ruth chapter 1 from verse 1 to 5. Ruth 1:1 to 5. Mtaniruhusu nisome kwa Kiingereza, tutashiriki pamoja. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there. But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons. This took Moabite wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth.
They lived there about 10 years, and both Mahlon and Chilion died, so that the woman was left without her 2 sons and her husband. Sababu ya kuweza kusoma somo hili katika Ruth, mwanzo inasema ya kwamba huu ulikuwa wakati wa waamuzi, the time of judges. And in the history of Israel, the time of judges ilikuwa wakati ambao ulikuwa mgumu sana, a very unfortunate time, kwa sababu Israel tayari walikuwa wameingia katika promised land. Wakati ambapo hawa waamuzi walikuwa wanatawala ile promised land ambayo Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba ni nchi pana, nchi inayotiririka maziwa na asali, nchi ambayo watakula matunda kutoka kwenye miti ambayo hawakupanda. Kwa hivyo katika mawazo ya wana wa Israeli walikuwa na kitu kinaitwa anticipation. Walikuwa looking forward always kufika hiyo Canaan, kwa sababu Canaan ilikuwa na ahadi teletele ambazo Mungu alikuwa ameahidi kwamba wakifika watakwenda kuzifurahia. But now, this season of the judges, Canaan was no longer promising. Canaan was no longer the sweet place they were looking for, because there was also pain in Canaan. Lakini Mungu alikuwa anataka watambue na wajiulize, kilio na majonzi na uchungu zinatokana wapi? Niseme that season of judges ilikuwa kipindi cha 350 to 400 years. Kipindi kirefu sana. Kipindi ambacho Mungu aliweza kuwainulia wana wa Israel judges 12 in that 350 to 400 years. Na hicho kipindi kilikuwa na cycles ambazo ninataka tuziangalie siku ya leo. 570 years before the birth of Jesus Christ, tunaona ya kwamba uasi ndio ulikuwa umekithiri wakati Mungu anatafuta mtu wa kusimama kwenye pengo. Na in Judges, this rebellion, ukisoma kitabu cha Waamuzi tangu chapter 1 mpaka mwisho, unakuta recurring theme ambayo inasema, and everyone did as they saw fit. Everyone did as they saw fit. That is a mark of rebellion. Kwa sababu tunasema it is a quest for independence. Watu wanataka kujiongoza. Watu wanataka kujitawala kinyume na kuongozwa naye Mwenyezi Mungu. Na mara nyingi hata wakati ambapo tuko katika kizazi chetu, tuko katika hatari. Mambo mengi tunayaita freedom. Tuna Bill of Rights katika katiba yetu ya Kenya. Kila mmoja ana haki, lakini hatujui mipaka ya haki zetu, hivi kwamba we have even claimed freedom and independence from God who created us. That is called rebellion. Because everybody did as they saw fit. People went wherever they wanted. They did whatever they wanted. They never listened to the voice of God. They never followed the counsel of God. This marked the first stage during the time of the judges. And God was not happy with the rebellion of the children of Israel. After the rebellion, stage number 2 arrived. And this stage number 2 was a stage where God gave them over. Because as Romans chapter 1 says, God will not strive with men forever. Hallelujah. Are we still together?
when we choose our own ways, when we choose our own path, it reaches a point, God just, as a democratic God for that matter, God will never force, because he said his spirit will not contend with man forever. God gave these children of Israel over to the desires of their hearts. But in the giving them over, there were consequences to their rebellion. Wakati ambapo tunakosa kumsikiza Mungu, tunakosa kufata njia za Mungu, tunakosa kuweza kutafuta ushauri kutoka kwa Mungu, kuna consequences of our rebellion. There were three major things that God gave the children of Israel in this time over to. The first one, alikuwa anaruhusu upanga wa adui. He gave them over to the sword, so that they could suffer in the hands of their enemies. And brothers and sisters, because we came to pray, it is good to look around and ask ourselves, we have talked about bloodshed. We have talked about our brothers and sisters dying, blood being shed left, right, and center. And sometimes it is good for us to pause and meditate and ask ourselves whether God has given us over to our enemies, because that was a pattern that God was using in the days of the past. And one thing I want to admit to you is that the God we serve does not change in his plans, in the way he does things, in his characteristics. Therefore, could be, it is good for us to do a self-reflection and ask ourselves, when there is a lot of bloodshed in our nation, regardless of who is perpetrating, it is good for us to come together like we have done today and ask ourselves, could this mean that God has given us over? The second enemy that God gave them over to was diseases and sicknesses. And that means that those are ailments, sicknesses, and diseases that they could not defend themselves against. Magonjwa yanakuja, yanakithiri, maana ni magonjwa ya hukumu. Na magonjwa ya hukumu hayaponywi na daktari, yana nguvu zaidi. I'm not glorifying sickness, but if it comes as a judgment from God, ocean over, because everyone did as they saw fit. He gave them over to famine and hunger. Hunger ravaged Bethlehem. And for those who do a bit of study about Hebrew, they say Bethlehem means the house of food or the house of bread. So the hunger had a cure if they would have come together the way we have come together tonight and just cry out to God and tell God, in your wrath against us because of our sin, remember mercy. Hallelujah. That was the solution that God wanted them to have. And that's what takes us to stage number 3. Stage number 3 is exactly what we have come to do today. And that is the stage of crying out to God. Crying out. Not that God cannot take these problems away without us crying out to him, but because these were a covenant community, a people who had a relationship with God Most High, they had to walk together so they would see God intervening in their lives
making a way where there seems to be no way, and God dealing with their enemies, and they having something to praise God for. Give a hand clap to the Lord Jesus Christ. God has always been giving invitations, but we are so dull to approach those invitations in response to what God is giving us as invitations. When you read Isaiah, I think it's 55, it says, call unto me, and I will answer, and I will show you great and mighty things that you know not of. That is an invitation. Mungu huwa anatoa makaribisho kila wakati. Katika Biblia imejaa nyakati za Mungu kupeana mwaliko. Anapeana mwaliko, asema njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. An invitation from God. If you read Matthew 11:25 to 30 and basically 28, inasema come unto me. Are we together, church? Njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mungu anajua ya kwamba tunapitia mazito na machungu, sababu tunaweza kosa kujua, lakini katikati ya dhiki, katikati ya majonzi, katikati ya kilio, kuna mwaliko, na mwaliko huo ni kwa sababu Mungu anatupenda. Pigia Bwana Yesu makofi. Mungu anatupenda hivi kwamba hataki atuache katika dhiki yetu, katika mawimbi ambayo tunapitia, katika shida na kilio na majonzi. We've gone through a lot of stress as individuals, as communities, as families. But glory to God that we have a Father who gives us an invitation and says, come unto me. Hallelujah. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. I will give you rest. So the third stage was crying out in pain to God. And I believe when it comes to standing in the gap, like in the days of Ezekiel, you know, cities during the time of Ezekiel, cities were surrounded with walls, very huge walls, and there were soldiers watching so that enemies do not come in. Lakini kama kungepatikana mwanya ambao adui anaweza kutumia, mwanya huo, kuna askari walikuwa wanawekwa pale katika zamu yao, walinde mwanya huo, adui asipate nafasi ya kuingia. So standing in the gap meant securing the city. And because we are here because of Vogoto today, we are here to ensure, in crying out to God, that no enemy will infiltrate the Vogoto community. As long as we are there and God is giving us the invitation, ours is to take advantage of the opportunity and not let the opportunity pass, but say, Lord, as long as I am here, no enemy will destroy this community. Hallelujah. As long as I stand, I'll make sure that katika zamu yangu nitainua sauti, nitamlilia Bwana, nitamwambia Bwana, katika hasira zako kumbuka rehema,
lakini dhogoto isimame. Dhogoto haitaisha. Dhogoto iko mikononi mwako na hakuna adui atakayeiguza, maana nimesimama kwenye pengo. Haleluya. Ambia jirani yako asante kwa sababu ulikuja. Ni zamu yako kusimama. But this is something that we can ape and take it to our side and keep serving the Lord. Oh, pole sana. Nimeongea Kiingereza mingi. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba nawashukuru kwa sababu kupitia viongozi wenu mmekuwa na kusanyiko ambalo ni nzuri sana la kusimama na kusema kwa pamoja ya kwamba sisi maana tuna Mungu ambaye anatungoja, hatutaacha fursa hiyo ipite. We will not allow an opportunity to call upon the name of the Lord pass, but we will take advantage. Tutasimama tuchukue fursa hiyo na tumwambie Bwana tuko hapa. Ya kwanza tukutukuze, tutubu dhambi zetu kibinafsi, tutubu dhambi za taifa, na pia tutaje mahitaji yetu mbele zako, na tunajua ya kwamba utasikiza na utatujibu. Hallelujah. The third stage of crying out, kumlilia Bwana, ilifika. Haya, stage ya 4 na ya mwisho ilikuwa stage ya Mungu kuinua mwamuzi. Wakimlilia, wakitubu, Mungu alikuwa anamuinua mwamuzi, na huyo mwamuzi anawaongoza Waisraeli kumrejelea Mwenyezi Mungu. Na wakati walimrejelea Mwenyezi Mungu, wakaanza kufurahia Canaan. Hallelujah. Hebu mwambia mwenzako, Canaan is not automatic. Canaan inahitaji ukae na style ya kufurahia Canaan. Kama tutafurahia Canaan, lazima tukae vile Mungu anataka ili tufurahie Canaan. Na ni kumrejelea katika toba, ni kumrejelea katika kutambua ya kwamba sio kujiongoza, lakini ni kumruhusu Mungu atuelekeze katika unyenyekevu. Kuna mtu aliniambia ya kwamba ukiangalia East Africa kuna nchi 3, hizi zile za kwanza, acha wale Rwanda na Burundi, na pia tunawapenda. Lakini mtu aliniambia ya kwamba Mungu ameachilia neema kule Tanzania, neema ya sifa na uimbaji wa nyimbo. Na nashukuru pia, naona pia hapa tunaendelea, na hata vijana boy child hapa wapigiwe makofi, hasa hawa wa Alliance. Si wamechangamka, karibu nikuje ni wajoin bwana. Ilikuwa ni fire, si fire. Ilikuwa noma sana. Bwana asifiwe sana. Kuna neema ya uimbaji kule Tanzania. Ukienda kule Uganda kuna neema ya maombi na maombezi. Mimi nimetoka kule Eldoret, na kule Eldoret kuna ndugu walikuwa wanatoka Uganda kitambo sana, walikuwa wanaitwa Watchman Intercessors Network. Na hao watu walitusaidia sana katika mambo ya kuungana pamoja na maombezi. Na walikuwa wanatueleza hivi ya kwamba kitu kiliwafunza maombi, walijifunza maombi through experience ya uchungu. Na hiyo experience ya uchungu walikuwa wanasema ya kwamba wakati wa vita, hasa vya Idi Amin and successive governments, watu walikuwa wanashikana nyumbani kwa sababu vita vimefanya kazi haziendelei, na watu wanasikia njaa, na mume lazima amke ama mzazi lazima amke aende atafute chakula kwa sababu ya watoto. Kabla ya wao kuondoka, mtu yeyote kuondoka nyumbani,
walikuwa na a session of prayer, wanashikana pamoja nyumbani, wanamuombea yule anaondoka. Kwa nini? Kwa sababu jirani aliondoka jana lakini hakurejea. Kwa sababu at the masses of the bullet wanaweza kwenda wanakutana na kifo. Kwa hivyo yule alikufa, mwingine alikufa, mwingine. So that was serious prayer. Na wanasema kabla baba aondoke, tunafanya maombi ili Mungu aweze kumlinda, amrejeshe, na hata amrejeshe na chakula. Na sisi kama Wakenya tukaangalia tukaona, kweli sisi ni watu wa kucheka na kucheza. Ati kwetu mume hata akitoka, hata mama atakagi kujua unaenda namna gani. Hata hawezi kutoka kwa blanketi. Leave alone having prayer together. Haya, ikifika wakati wa kurejea jioni, kabla kufanya chochote, a moment of worship, a moment of praise, a moment of prayer and thanksgiving. Na kumwambia Bwana asante. Bwana wangu aliondoka, akaenda, umemrejesha, ameleta chakula. And here we are, Lord, we thank you. So we as Kenyans, we are looking at them na tunauliza, kai. That happens. Halo? Kama umekaa karibu na dada, muulize unapokeaga mumeo namna gani akirudi. Hallelujah. Hallelujah. Nilikuwa nawaeleza watu kule kwa mimi wakati nilioa, hiyo ndio the best thing nilikuwa. Na ikifika hapo na unajua uko kwa gari, hata kama wewe ni kiburi, utatulia, maombi ifanye nini? Na utoe sadaka. Kwani iko nini? Ni vizuri tujue ya kwamba Mungu anasema ya kwamba tukirejea kwake, kama alivyokuwa anamuinua mwamuzi, na huyu mwamuzi anakuwa wa kuwarejesha watu kwa Mungu, wanaanza kufurahia baraka za Kanani. Sasa tukisimama kwenye pengo kama kanisa la Kristo msimu huu, nataka kuwaambia ya kwamba baraka za Kanani hatutazifurahia peke yetu tu kwetu nyumbani, lakini hata taifa la Kenya linaweza kuadhirika na maombi yetu ya kusimama kwenye pengo. Maana Mungu akirejesha, anarejesha taifa nzima. Pigia Bwana Yesu makofi. Mungu anatuita tusimame kwenye pengo. Kwa nini? Kuna jambo anataka kufanya. Anataka kuturejesha. Anataka kurejesha biashara zetu. Anataka kurejesha huduma zetu. Anataka kurejesha afya. Anataka kurejesha uhusiano zetu. Mungu anataka kurejesha utukufu katika watu wake. Kwa hivyo njia ambazo tumechukua, kuna familia hii, kuna hatari ya kuondoka katika utukufu wa Mungu. Kuna watu nilikuwa nahubiria neno hili, nawaambia the first thing that happened here ni kwamba Elimelech, Naomi na Malon na Kilion, they were sick of home. Kwa nini? Kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya famine, kiangazi, sick of home. Na wakasema tunakwenda Moab. Na Moab inawakilisha mahali Mungu wa Israel, Mungu wa agano hayuko. But number 2, Naomi akiwa kule amepoteza mume Moab, amepoteza vijana wake wawili, amebaki na daughter in law moja, mwingine amekwenda, akaanza kuwa homesick. So they were sick of home, but Naomi now became homesick. Na akasikia ya kwamba Mungu amekumbuka Bethlehem. Kwa sababu acha niwaambie wapendwa, wakati Elimelech na Naomi waliondoka wakakwenda Moab,
sio kila mmoja aliondoka Bethlehem. Kuna ndugu na dada walisalia Bethlehem wakisimama kwenye pengo na kungoja Mungu ataleta mvua, na true to the word God akaachilia mvua ikanyesha na watu wakapanda, na Naomi akasikia wako katika msimu wa mavuno. Pigia Bwana Yesu makofi. Not everybody left Bethlehem. Ingawa watu wanachoka na kukata tamaa, Thogoto imesema tutasalia hapa. Nyumba ya mkate ndiyo iliweza kumtoa Yesu Kristo ambaye ni mkate wa uzima. Kwa hivyo mkate wa uzima akiwepo, atatupa nguvu na tutaendelea kungoja na kuadhiri taifa letu kwa ajili ya neno la Mungu. Hallelujah. Finally, Naomi went back home. So sick of home, homesick, then home. Ni kusema ya kwamba ingawa mume alikufa, ingawa watoto walikufa, ingawa utukufu ulimuondokea Naomi. The name Naomi means something full of splendor, something full of glory. Aliondoka Bethlehem akijawa na utukufu, lakini sasa hana mume, hana watoto, hana utukufu. Alirejea Bethlehem akiwa amechapa. Ile vijana wanasema kuchapa. Hata wamama wa kijiji wakasema, is this Naomi? Then she said, no, please don't call me Naomi. I am Mara. Call me Mara. Because God has made me bitter. Lakini Daudi niseme, ingawa hakuwa na mume, ingawa hakuwa na watoto, ingawa hakuwa na utukufu, aliamua kitu kimoja. One thing I will do, I will go back home. Maana mahali utukufu wa Mungu upo, hapo niko na assurance ya kuwa na baraka kuendelea. Praise the Lord. Haijalishi kile umepoteza, Mungu anasema uamuzi uliofanya haukuwa mzuri, lakini tukimrejelea Mungu, tusimame kwenye pengo, baraka zetu zitarejeshwa. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. God bless you. Mfalme mwema, Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana. Umetuita na kutupa fursa ya kusimama kwenye pengo. Hakika unataka kumimina baraka, lakini haupati mtu wa kusimama na kuzidai hizo baraka. Unataka kutuponya mili, roho na nafsi, lakini haupati mtu wa kuweza kuclaim hizo baraka. Unataka kuimarisha taifa letu kiuchumi, katika amani, lakini Bwana unamtafuta atakaye simama, haujampata. Hebu leo umpate kati yetu, Jehova Mungu. Unataka kuimarisha huduma zetu, umoja wetu kama kanisa, na utukufu unataka kuturejeshea kama Naomi, lakini Bwana ukitafuta haujapata. Leo tuajikabidhi kwako na kuomba, may you find in us those who desire to stand in the gap. Ili Bwana unachotaka kufanya majira haya kupitia community hii ya Thogoto Mfalme, we don't want to miss that opportunity, because you are giving us the invitation, Lord. May we be found when you're looking for someone to stand in the gap. Use us, O Lord. Use our prayer, Jehovah Father. We commit ourselves before you and pray that, Lord, do not pass us by. We cannot make it without you. If we ever needed you as a community, Jehovah Father, we need you now. If we ever needed you as families, King of all glory, we need you now. If we ever needed you as a nation, this is the time, King of all kings. Have your way in our lives.
Have your way in our gathering. Even as we continue to pray, Father, hear our cry. Hear our cry. Hear our cry. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.